Hivi ni kwa nini breakup ya chuo inakuwa inauma sana kuliko breakup za kawaida hizi? Yaani mtu wa chuo kiachwa au ukikuta manza amfanyishwa ambazo sio kama vile unakuwa unatoa hela yako ya boom na nini, then ukakuta yuko na mshikaji mwingine. Hivi kwa nini breakup ile inauma sana kuliko hizo nyingine? As I said, inauma, tena inauma kwa mwana kwa sababu kwanza ndo first experience ya mapenzi ya uhuru. Kwa maana mwana anaanza ku experience mapenzi ya uhuru. Unajua kuna ile mapenzi labda uko form 6, form 5, form 4, mnaibiana tu, mnatoka kwa wazazi, mnaenda mnakutana. Lakini kuna mapenzi ya uhuru yale ambayo mko chuo, hakuna ambaye anakuuliza umerudi saa ngapi, hakuna ambaye anakuambia sijui usiingie, umeingia darasani hujaingia. Kwa ile mapenzi ya uhuru yanakuwa matamu sana. Alafu kwa mwana ambaye yeye kipato chake ni kinategemea boom, mwana ambaye kipato chake kinategemea labda hela ya wazazi, alafu at the same time anamhudumia PC ambayo hiyo PC ina access ya kupata hela nyingine, PC ambayo baadaye imekuja imemdump, lazima uumie mwana, kwa sababu kwanza disappointment ambazo amekutana nazo kwa sababu alikuwa anahudumia, pili ule utamu wa mapenzi, uhuru wa mapenzi ambao amekutana nao ghafla umekatika. Imagine. Na ndio nasikia most of the cases mwana kamchoma kisu msichana alikuwa na date naye hostel kwa sababu amegundua alikuwa na date na mtu mwingine. Na ukichunguza hapa unakuta pisa alikuwa na date na mwana ambaye sio mwanachuo. Kwa nini? Kwa sababu mwana ambaye sio mwanachuo ana access ya hela nyingi, anaweza kumhudumia. Mwana ambaye uko chuo unategemea boom, unategemea hela wazazi, kumhudumia yule manzi ni ngumu. Na kama unavyojua PC zina mahitaji mengi sana compared to sisi hapa. Wewe unaweza kuamka asubuhi ukapambania msosi, ukapambania hela ya kuprint assignment, ukapambania chakula cha mchana na usiku. Siku yako imeisha na uko vizuri. Pengine labda kama ni mtu wa kunywa kidogo, labda ukapambania weekend ukapiga 2-3 uende club, au utapambania labda ukutane na washikaji mcheze PS mfanyaje, au uende uwanjani, umemaliza. PC itahitaji wigi, PC itahitaji makeup, PC itahitaji nguo mpya, PC itahitaji simu kali kwa sababu ana mashoga zake ambao wana simu kali wamepewa na maboyfriend zao. Kwa hiyo yeye atahitaji simu kali. PC itahitaji vitu vingi ambavyo wewe huna uwezo wa kumpa. Kwa sometimes PC tu zinatuvumilia. Yaani inakuvumilia kwa sababu inajua huyu hawezi kuprovide, inavumilia. Lakini kiuhalisia ni ngumu sana kuprovide kwa manzi ambaye uko naye level moja na hauna kazi, unasoma naye chuo. It's very hard. Mara nyingi sana wanasemaga kuna vitu vinaitwa mshangazi. Mimi sijawahi kubahatika kabisa kupata. Yaani mshangazi sijawahi kubahatika kabisa kupata. Lakini kwa watoto wa kike imeonekana kwamba kwao inakuwaga kitonga sana kupata mbaba, yaani kumpata mbaba kwao ni kitonga sana yani. Nataka kujua hivi scenario ya baba, watoto kike wanapataga wapi? Kuna watu wanaunganisha au inakuaje? Yani ndo zile magrupu fulani unakuta rafiki yake labda na wigi jipya, simu mpya, vipi baba fulani anafanya kazi sehemu fulani hivyo yani. Ngoja nikuulize kitu. Ni rahisi kwa wewe kudate na PC ambaye ina miaka 18 au 19 isha kufika kwenye level? Ni rahisi, si ndio? Despite of your age, labda hata una miaka 30 au 25, lakini unaweza kudate na PC ambaye ina miaka 18 kwa sababu as I said, morphology ya mtoto wa kike ukiwa umemzidi miaka 5 ni kama mmelingana. Kwanza wanawahi kukua kimaumbile, lakini pia kiakili wanatutangulia vitu vingi na exposure pia. Kwa hiyo ni rahisi kwa mbaba wa miaka 50 kwenda kudate na PC ya miaka 18, 19 iko chuo kabisa, na PC ikaweza kumhandle vizuri. Lakini it's very rare, sisemi haiwezekani, lakini it's very rare kukuta mwana ana miaka 18, 19 kuhandle mbibi wa miaka 60, 50. So kama haiwezekani, ina happen, lakini sio most of the cases ambazo zinatokea. Kwa nini? Ukiona mwana na PC ya miaka 50 au 60, unajua kilichofuata hapa ni nini? Ni pesa tu. Yeah. So iko hivyo. Ni rahisi kwa mwanamke kupata mwanamke. Kwa sababu hata tukirejea nyuma kwa mababu zetu, hata kwa mitume huko nyuma, unakuta babu yako ana miaka 45 anaenda kumuoa binti wa miaka 25. And it's very okay, society inaona it's very okay. Baba ana miaka 28 anaenda kuoa PC ya miaka 13 kipindi hicho. It's very okay. Lakini kipindi hicho kukuta mama ana miaka 30 anaenda kuolewa na kijana miaka 16, lazima jamii itashangaa. So ni culture ambayo pia imetengenezeka kwamba unaweza vipi kudate na mtu ambaye amekuzidi umri wewe ukiwa ni mtoto wa kiume. Ndio maana pia inapelekea urahisi, hata wasichana wa chuo ni rahisi kwa wao kwenda kudate na watu wazima wa baba kwa sababu access hiyo ipo. Tofauti na sisi hapa. Yaani sisi ukiona mtu ameenda kudate na mbibi, yaani wamefuata hela.
hakuna namna. Japo hata watoto wa kike pia nao wafuata hela, lakini most of the cases zinakuaga kwa wao, ila kwetu ikitokea is very rare. Kwa mjini sijui mimi wanafanyaga vipi kupata, kwa sababu sina experience, lakini naamini kuna urahisi sana mtoto wa kike kupata mwana ambaye amemzidi umri akamhudumia. Kwa nini? Kwa sababu kama mzee ana miaka 50 ana date na binti wa miaka 18, 19, 20, ana uwezo wa kumhudumia kivipi? Ana uwezo wa kumpa 100,000 ambayo kwa mzee is not a case, lakini kwa hiyo pisi semani, si unanielewa? Anaona kabisa hii ni hela, anaweza kumtake care. Akimpa iPhone something labda, binti ndio ipo kwenye era hiyo, yani iPhone na nini, simu kali. Ila kwa huyo mzee is nothing kwa sababu kashatumia sana. Kwa ni rahisi, kuna access kubwa sana kwa upande wao compare to upande wetu. Japo pia hapo vijana ambao wana hizo njia za kupata mishangazi. Na wanaweza na vijana wengi wanaishi mjini, kwa hiyo unaweza kupata mtu ana drive nini. Mimi na shikaji zangu kibao kabisa najua kwamba kuna bi mkubwa ambaye bi mkubwa yupo kwenye ndoa, lakini anamlea kijana fulani, amlea gari, amlea simu, anamconnect na deals mbalimbali. Unajua maisha ya mjini ni kuchagua. Tunasemaga kupanga ni kuchagua. The way utachagua maisha yako yawe, ndivyo ambavyo atakuwa. There's no way yatabadilika. So wapo vijana, wapo washikaji ambao wanalelewa na mama, and it's very okay for them as long as kama kuna mapenzi. That's okay for them. Yeah, ila sisi boys tuko very real. Ndio kitu ambacho nakikubali sana kwa upande wetu sisi. Lakini wadada wana pretend sana. Nitakupa kisa kimoja hivi, wakati tuko nadhani mwaka wa pili. Kuna mshikaji wangu mwingine alikuwa anampenda demu wa kozi nyingine, kwa sababu kwenye kozi yetu sisi ilikuwa gani jao sana, kusema tukamfuata nani, kwa sababu alikuwa anatuona, unamuona kila siku, yani kuna discourage fulani huwa wanaipata hivi. Sasa Lemaza alikuwa anazinguaga sana. Jamaa aliforce namba akapewa, kituma text azijibiwi hivi, yani anasumbuana naye, huwezi kunihudumia na nini. Kama mshikaji kama vipi, wewe bwaga tu, sinaonekana kama huwezi kumhudumia, kwani uforce. Siku ya siku kuna chimbo letu fulani hivi, chapati na maharage, chapati 2 na maharage ni shilingi 1,500. Tukamkuta yule manzi, alisema sisi hatuwezi kumhudumia. Jamaa aliagiza chapati 12, akambia kula hizi. Hichi nadhani itakuwa ni kipimo sasa tujue kama kweli naweza kukuhudumia au vipi. Kwa nadhani wana pretend sana, wana pretend sana, ndio maana yanatokea mambo mengi sana haya. Tokea na ume za watu sijui na nini, baba. Na speaking of hizo mambo za kufake kwa watu wa kike, ni kwa sababu pia mwanamke ana seek for attention. Yani ndo culture yake. Yani wewe ukienda leo kwa mtoto wa kike, ukimuonyesha attention, yani kuna exchange ya vitu viwili hapa. Ukimpa attention, yeye anakupa mapenzi. So it's a very easy code ya mtoto wa kiume kwenda kwa mtoto wa kike na mtoto wa kike kuja kwa mtoto wa kiume. So once ukimuonyesha attention mtoto wa kike, feedback yake anayokupa as a return ni mapenzi. So we tunatoa attention kwa watoto wa kike, ambao ndio kitu ambacho wanakitaka. So if you give a woman attention, asubuhi umekula, kumake sure kwamba ameumwa, umempeleka hospitali au umefanya chochote, umemuona, umemletea flowers, umemletea zawadi, that's attention ndio ambayo anaitaka. And in return, wakati sisi tunatoa hiyo attention, sisi tunatarajia mapenzi. So ni mbadilishano. So speaking of hizo mambo za kupretend, kwa sababu mtoto wa kike anataka attention hiyo, amemwona msichana mwenzake na yeye boyfriend wake anamtake care, anamnunulia simu, anamnunulia wig, kwa hiyo naye atasik hiyo attention by anyhow. So yuko radhi kufake, kuonyesha kwamba na mimi nipo kwenye standard hii ya maisha, ili aweze kucope na mazingira ya rafiki yake. You get it? Kwa hiyo most of the cases huwa zinatokea sana kwa upande huo, kwa sababu they seek for attention. Na kwenye kuseek for attention ndo anajikuta sana inabidi sasa kuna maisha fulani ufanye kama unayaishi, ambayo in reality hauyaishi. At the end of the day ndo zinakuja zina backfire na nini. Lakini it's all because wanataka attention. Yani a very simple code. Mwanamke anataka attention. Ukifaulu kwenye kumpa attention, basi umefaulu kwa yeye kupata mapenzi kutoka kwake. Kila mmoja ana njia yake ya kujifunza kwenye nje, kwa sababu mapenzi hakuna fundi kwamba fulani anajua sana, kwa sababu kila mmoja anaachwa, kila mmoja anaachika, mtu anapenda mtu mwingine hivyo. Mimi kukutana na mtu alinipa majibu fulani ambayo mpaka leo yalinicha funzo kubwa sana, kama una pesa huwezi kupata kitu. Anakuambia hivyo?
Alikuwa anafanya biashara au vipi? Hamna. So unajua zile kumfuata nini namba mcheshi unajua wewe yani you look so smart na nini unasema sasa unajua wewe yani ungekuwa gana hela. Direct to the point nakwambia ungekuwa gana hela pale tu nikabwaga. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi lesson yangu nikaipata kwamba kama una pesa wewe bwaga tu. Of course kwa sababu hiyo the same scenario nilikwambia hapa off air kwamba kuna months mimi ilibidi niwe nampa voucher ya shilingi 2000 kila siku kipindi ambapo chuo, lakini mimi I was not able kumpa hiyo voucher ya 2000 kila siku kwa sababu mwenyewe nilikuwa naitaka hiyo 2000 na sometimes naitafuta siipati, au buku mbili yenyewe ndio hela ya msosi. Kwa hiyo mwisho wa siku ile months tulitemana kwa sababu nilishindwa kumprovide. Imagine ni kitu kidogo tu, voucher ya buku mbili ambayo kwa wiki ni kama shilingi 10,000, na hapo kuna mwana ambaye yeye anaweza kumpa 10,000 kila siku kama voucher. Kwa hiyo wapo ambao wenyewe they are after money, japo wapo ambao hapo after love kweli, lakini kwenye wanasema kwenye kenge nini msafara mamba na kenge pia nao. So probably wewe ambaye mkutana naye alikuwa ni kenge ambaye yuko kwenye msafara wa mamba, alikuwa anajaribu kuingiza kwenye mfumo, lakini sometimes I feel like it's okay kwa sababu dating a beautiful woman lazima umtake care. Yani it's not easy to date a beautiful woman kwa sababu ni rahisi yeye kuonekana kuliko mwanamke ambaye hana mvuto. Unanielewa? Ukitembea na pisi ambaye ina mvuto, yani ni rahisi kwa watu kuanza kumwangalia, umeona ana attract watu wengine. So ku date naye is risky, na ili kuweza kuivaa hiyo riski lazima uwe able ku provide. Kama sio financial basi uwe competent kwenye baadhi ya maeneo. Kama ni show basi unapiga show kweli, kama wewe wakulia basi unalia kweli. Yani lazima uwe competent kwenye eneo fulani. Sasa ukijikuta wewe kwenye show labda hauko vizuri, lazima uwe na hela. Unaelewa? Ndio utaweza kumtake a beautiful woman. Na kama uko vizuri kwenye show, basi pisi itakutaka tu kwenye show. Baada ya show ataenda kutafuta attention kwa boyfriend ambaye anampa hela, anampa simu kali. Kwa hiyo lazima uchague area yako ya wewe kugongelea kwa sababu mwanamke ni pambo bro. Yaani haimaanishi kwamba leo utakuwa na mwanamke mzuri afu usimpe la saloni, usimpe la ya wigi, usimpe la nguo. It's not happen. Kwa hiyo at some point lazima pia umhudumie. Kwa hiyo si your blame kwa sababu they need hiyo kuchukuliwa, kuthaminiwa kwa sababu wao ni mapambo pia. Ukiambiwa sasa umshauri mwana labda kuhusiana na issue za mapenzi, labda mtu wa chuo bado anataka kuanza labda first year nini, lazima unaniambiaje issue ya madem chuo, sio mnasiaga hivi na vile, mtu akwambia naomba ushauri wako sasa wewe kama brother kuhusiana na maisha ya chuo. Sasa kwa sisi kwa sababu mwisho wa siku kwa watoto wa kiume na kuaga ngumu, hata kwenye kupata degree sisi ndo tunateseka sana. Yaani unaweza ukafika sisi tumekutana na vitu vingi sana, nasema uwezo kaongea kwa kutaja majina wala nini. Sisi shaifikaga scenario umekuta una maxi kabisa. Unaenda kwa lecture bwana, mimi hujanjezia, afu unaenda na evidence bwana, mtihani wangu huu hapa. Kozi yangu inatakiwa hii hapa. Sisi chuo ilikuwa ni 16 uweze kufanya nini. Sasa una 10. Si ndio? Mtihani una 8. Unafika pale hata akusikiliza, yani unaongea mwenyewe tu. Unaongea yuko zake chini huko kwenye kompyuta. Ila akiingia mtoto kike dakika 2. Dakika 2 anatoka. Yani ni faster. Anacho cha kuprovide bro. Yani tayari ana advantage. Unajua wanavyosema kama mtoto kike ana mtaji bro. Ako nao mtaji, anatembea nao. Ni namna tu anaweza kuutumia vipi. Sasa kwa chalia ambaye labda anatamani ndo anaingia zake chuo yuko first year. Unajua the bad thing ni kwamba mapenzi hatujichagulii kumpenda mtu. Inatokea tu automatic. Yaani inatokea tayari umempenda mtu, umemuelewa, it just happen. Kwa huwezi kuzuia hiyo feeling kwamba nimempenda lakini ngoja nijizuie kwamba nijifanye kama simpendi. Hiyo ni mbaya, inakuumiza wewe mwenyewe. Lakini kwenye kujiruhusu sasa hapo kudate au kumpenda mtu lazima uwe careful. Kwa sababu tayari unajua yule manzi, kama mfano ndo umeingia uko first year, mimi siwezi kudate PC ya third year unless otherwise PC yenyewe ndo ikutake yeye yenyewe kwanza. Hapo utaenjoy maisha. At the same time pia huwezi kudate PC ya level yako kwa sababu wote watoto. Yeye anataka mwana wa second year au third year au fourth year. Si umeelewa? Kwa hiyo ukishajua kwamba mimi hapa sasa hivi siwezi kudate PC ya level yangu, siwezi kudate PC ambayo iko level ya juu, tafuta PC ambayo umeizidi kitu. Yaani kama hujaizidi mpunga unaweza kumprovidea, au basi umemzidi hata darasa unaweza kumfundisha baadhi ya vitu.
hiyo inakuwa rahisi kwa sababu kuna kitu atakuwa anakihitaji kutoka kwako. Lakini mko same level, mnaingia wote darasani, mpo kwenye presentation pale, una kigugumizi kingi, wewe nadhani you know na PC yako iko pale. I make sense. Kwa hiyo jaribu kutafuta PC ambayo unaimudu, yaani unaimudu financially, unaimudu hata kimasomo basi. Lakini at the end of the day kwenye mapenzi tena first year anakuwa very dangerous kwa sababu ndo kama nilivyosema ndo uhuru unaanzia hapo. Kwa hiyo make sure you don't love too much. Pili, never fall in love, hizo ni bro code. Never fall in love ukiwa chuo kwa mwaka wa kwanza. Lakini vile vile hakikisha pia mapenzi haya direct maisha yako. Wewe ndo uya direct mapenzi. Ila usiruhusu mapenzi yeye ndo yakwambie sasa fanya hichi. Kuna wana skip vipindi kwa sababu ya kwenda kuonana na manzi. Na sio kama anaenda kupiga, anaenda tu kumuona basi ili manzi aridhike ikiwa yeye hajaridhika. So kwa nini unafanya kitu ambacho wewe hujaridhika ila unafanya kwa ajili ya mtu mwingine aridhike? Tayari umeshaacha vipindi na vitu kama hizo. So hakikisha kwanza unafanya kitu ambacho wewe kinakuridhisha kwanza, ili baadaye hata kisipotiki hautakuwa disappointed kwa sababu nilifanya kipi, nilienjoy, nilitaka tufanye vile. Kwa hiyo never fall in love ukiwa mwaka wa kwanza. Never, don't do that. Dangerous, more than dangerous. Kwa sababu I give you a scenario bro. Mimi wakati niko chuo mwaka wa kwanza, nimefika tu sana PC moja hiyo, mtoto wa daa. Nimemtaje jina? Sitaje jina. Chana naye. Sasa PC bwana mimi story naisemaga every day ikiwa anatakiwa kuisema. Yeye ndo alianza kunielewa. Si unaelewa? Pale chuo kulikuwa kuna mashindano hivi. Nakumbuka kuna siku it's a night, mimi nilikuwa nakaa nje. Nilikuwa nimepanga. Mwaka kwanza lakini nimepanga. Afa alikuwa amekaa hostel. So baada ya mashindano kuishaisha, yule manzi aliniita sehemu na akanipa 99% ya mimi kumtongoza. Kwa hiyo libaki mimi ni kama kumsukuma mlevi kwa yani. Sasa kama manzi paka ametaka kila kitu, mimi nikamtongoza. Lakini kutongoza kwenye sikutumia nguvu kwa sababu tayari alishanipa go ahead kwamba mimi nakutaka, mbona ujiongezi? So tukaa naye kwenye mahusiano. Kumbuka yeye ndo ameanza kunitaka. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa ananipenda zaidi ya mimi. Mimi nilikuwa karibu na rafiki yake. Yaani ilitokea na urafiki na rafiki yake. Sasa yeye kumbuka ndo ananipenda kuliko mimi ambavyo namuelewa. Lakini kawaida grafu ipo hivi. Yule ambaye anaanza kumpenda mwenzake kabla ya mwenzake, grafu huwa zinashuka. Wakati inashuka yeye mwingine inapanda. Kuna times za kuja kukutana katikati iko mutual love. Lakini hii itaendelea kushuka na hii nyingine itaendelea kupanda. Sasa grafu yangu mimi ikawa hivyo. Kipindi ambacho grafu yake inashuka, mimi sikuwa namkubali sana. Kwa kuna namna yeye mapenzi yake yakawa anaanza kushuka. Mmoja jamaa ananizingua. Sasa kumbe kule mimi ambako nafanya kama kumzingua ndio kunafanya grafu yangu ya kumpenda inaongezea. Ilifika time ambayo kumpenda kwangu ilifika kama 80% hivi. Afya kwake iko kama 20 hivi. Imagine, anateseka nani? Yule ambaye yuko kwenye pika ambaye ni mimi. Na ile PC kwa sababu nilikuwa na ukaribu na rafiki yake. Ilifika hatua akahisi kama mimi na date na rafiki yake. Sio unaelewa? So tukuja tukaachana. Kwa nini? Kwa sababu alihisi mimi na date au mimi nimemzunguka na rafiki yake. Mind kipindi ambacho anasepa ndio kipindi ambacho mimi ndo niko kwenye peak, ndo namtaka sana kuliko venye ambavyo yeye ananitaka. Na ilikuwa ni some few days kabla ya paper la kwanza. Yaani ile experience ya chuo sije kufanya mtihani hata mmoja. Ile paper la kwanza ilikuwa ni Jumatatu. Kwa kama Alhamisi au Ijumaa hivi. PC tulikutana sehemu. Kama bana mimi siwezi kuendelea na wewe. Sio unaelewa? Mimi ndo niko hai hapo. Yaani ndo nampenda kinoma. So ili nichukua kwa sababu tayari siku expect kuachana na PC ambayo nilikuwa najiaminisha kwamba inanikubali. Alafu katika muda ule mpaka niingia kwenye pepa Jumatatu nilikuwa niko mweupe yani. Nilikuwa nasoma lakini nishavurugika tayari. Na pepa yenyewe ilikuwa math. Ilikuwa business mathematics nakumbuka hiyo. So ile pepa nilizingua. Kwa nini? Kwa sababu ya PC. Na kwa nini PC? Kwa sababu sikuwa najua what to do kwenye scenario kama zile pale. Kwa nini nilizingua? So to advise someone ambaye ndo yuko chuo mwaka wa kwanza, never fall in love bro. So kwa maana hiyo ukizingatia masuala ya hela nini kumtekea mtoto wa kike, cheating is normal kwa maisha ya chuo. Yeah, sana. Yaani ni mchezo tu yani. Yaani ni kitu ambacho is very regular. Wenyewe wazungu wanasema it's very regular. PC kukusnitch wewe ndani ya dakika 0 ni rahisi sana, ni chapu. PC inakuwa na
mwana mwingine. Yaani ni kama watu wanapigana pasi tu, Chama anapiga pasi kwa nani hivyo, yani wanapigana pasi, depends ni nani ana uwezo wa kuprovide kwa huyo manzi. Kwa cheating is inevitable kwa pieces za chuo, sio zote, wapo ambao wako low, lakini most of them what you have ndio itamfanya abakie, itamretain. Lakini kama if you can't provide, class yenyewe pia uko obvious, hii piece itokee imekuelewa yeye yenyewe, utaenjoy.